wanafunzi kutoka shule ya Dama Crest kutoka huko Kikuyu kwetu, na hii ni baadhi ya shule za kibinafsi ambazo hufanya vizuri sana kwa mitihani ya kitaifa, na wanafunzi ambao wana nidhamu hali ya juu. Hata ukiwaangalia mahali walipoketi unaona sio tu wasafi, lakini pia wako na nidhamu sana. Niwapongeze na niwakaribishe kwa bunge la kitaifa. La pili, Mheshimiwa Spika, nikubalie nijiunge na Mheshimiwa Fatuma, mbunge wa Migori, kukashifu matamshi sio tu ya ukabila, lakini pia ambayo yana ubaguzi wa kirangi. Na nataka nijiunge na wabunge wengine wote ambao wamekashifu haya matamshi dhidi ya mmoja wetu, na sio tu dhidi ya mmoja wetu, mbunge Zahir. Sababu kama vile Mheshimiwa Shabir amesema, yeye ako na asili ya bara la Hindi, lakini ni Mjaluo na ameoa Mbukusu. Watoto wake ni Wabukusu na Wajaluo nusu-nusu, na labda pia wako na asili ya Kihindi kidogo. Lakini Mheshimiwa Zahir, mimi namjua vizuri, na huwa ananena lugha ya Kikisii ama Kibagusii kikamilifu, lugha ambaye yule mkabila na yule mbaguzi wa kirangi aliyekuwa anamtusi huko Kisii hawezi nena hata neno moja. Na huyu mtu, Mheshimiwa Spika, alianza na ubaguzi wa kikabila, akaenda kwa ubaguzi wa sehemu ambazo watu hutoka, sasa ameenda kwa ubaguzi wa kirangi. Huyu mkabila ni adui wa Wakenya wote. Na wakati napomsikiza Mheshimiwa Rais akisema ya kuwa hawa watu mahali popote wanapoenda hawana sera, hawana agenda, hawana mpango wowote, na Wakenya wanakubaliana na yeye ya kuwa hata akili hawana, huyo amedhihirisha ya kweli hana akili ya kuwaunganisha Wakenya. Akili zake ni za kuleta ukabila, ubaguzi wa kirangi na migawanyiko kati ya Wakenya. Na nataka niulize Mheshimiwa Spika, uamuru kutoka kwa kiti chako kama spika wetu ya kuwa tume ya kitaifa ya uwiano na maridhiano NCIC ni lazima wachukue majukumu yao ya kikatiba vizuri, na wahakikisha ya kuwa mtu kama huyo ambaye anachochea uhasama kati ya Wakenya amechukuliwa hatua za kisheria. Najua hayo ndio anataka kusikia. Amepewa summons na tume hii ya uwiano na maridhiano, ama ameitwa record statement ili aanze kulialia, sasa nafukuzwa, sijui nakimbizwa. Lakini hatuwezi kubali, na nakubaliana na Mheshimiwa Otiende Amolo. Amesema ukiangalia ghasia ama fujo ambazo zinawafuata kila mahali waendako, ni ishara dhahiri ya kuwa wao wenyewe wanajipangia fujo. Niliona juzi mwingine anasema zima hiyo kitu, sijui kama nini, sijui kama bangi, sijui iliitwa nini. Mimi sijui vuta bangi, Bwana Spika, kwa hivyo sijui hayo matamshi ya bangi. Lakini ulisikia kiongozi akisimama akiwa kwa jukwaa anasema zima hiyo kitu ya kutoa machozi hata kabla ilipuke, kumaanisha alijua hiyo gesi ya kutoa machozi ilikuwa wapi kwa ule mkutano. Wanajua ilikuwa wapi, wanajua nani anailipua. Wachochezi kama hawa wa ghasia, hawa wachochezi, na unikinge kutoka kwa haya matamshi machafu kutoka kwa Mheshimiwa Karoli Omondi. Kama umejiunga na wakabila, mimi usifikirie unaweza kunitisha Mheshimiwa. Mimi siwezi tishwa na wakabila, siwezi tishwa na watu walio na midomo mirefu ya uchochezi na uhasama kati ya Wakenya. Lazima tulinde nchi yetu dhidi ya uhasama na wachochezi wa ukabila ambao wameambiwa hawana mpango wowote. Waende wauzie Wakenya mpango wao wa kazi, wauze sera zao. Muache kuuza ukabila, muache kuuza uhasama, muache kuuza ubaguzi wa kirangi. Hawa watoto ambao wanakutuangalia hapa leo hii wamekusanyika kama Wakenya kutoka kona zote za Jamhuri ya Kenya. Mashule yetu yanawajumuisha wote, wale walio na asili ya Kijaluo, wale walio na asili ya Kikikuyu, walio na asili ya bara Hindi, wote ni Wakenya. Tuwaheshimu na tujifanye kama viongozi, sio kupayuka ovyo ovyo tukiwa